Mtazamaji, ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amewakashifu viongozi wa upinzani kwa kuingiza siasa katika utata wa bei ya mafuta ambao anasema umesababishwa na vita kati ya Marekani na Iran. Kindiki akisema serikali inaangazia mikakati mwafaka itakayoleta suluhu la kupunguza bei hii hadi kiwango cha chini zaidi. Ameweka wazi kuwa bei ya mafuta haiwezi kushuka kwa kuwachochea wananchi. Amewaonya viongozi wa upinzani kwamba hawawezi kushindana na serikali kwa kufanya siasa duni za matusi. Shinikizo la kupunguzwa kwa bei ghali ya mafuta nchini bado ikiendelea kutolewa na umma na pia viongozi wa upinzani. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amejitokeza kukemea viongozi wa upinzani akisema kuwa bei ya mafuta haiwezi kupunguzwa kwa kuchochea umma bali kuangazia njia bora na mbadala zinazoweza kuleta suluhu mwafaka kwa wananchi. Hivyo wale watu ambao ni matapeli, mimi niwaambie, you are wasting your time. The people of Kenya are too clever for you people. The problem of the escalation of fuel prices because of the ongoing war cannot be resolved by inciting the citizens of Kenya, by inciting lawlessness and disorder. The solutions, we need to take immediate measures. Kindiki akisema kuwa kama taifa la Kenya wanaweka mikakati mwafaka ya kupunguza mafuta nchini, sio sasa hivi bali pia katika siku zijazo, mojawapo ikiwa ni amri ya Rais Ruto ya kupunguza kodi ya ongezeko la dhamani, akiweka bayana kuwa bei hii imepanda kutokana na athari za vita katika mataifa ya Mashariki mwa Kati. Kumekuwa na vita kule katika Ghuba la Uajemi ambapo tunatoa mafuta, na hiyo imehatarisha mambo ya kusambaza mafuta duniani, kwa sababu kwa kufungwa kwa mahali ama mfereji ambao unatumika kusafirisha mafuta duniani. Na nchi nyingi sasa hivi zinajaribu kudhibiti hiyo hali, ndio wananchi wengi wasiumie kwa sababu ya hiyo hali ambayo imesababishwa na vita baina ya Marekani na ile nchi ya Iran. Rais jana ametangaza ya kwamba serikali itapunguza ule ushuru ambao unatolewa katika mafuta inayotoka nje, ili kuhakikisha tukienda mbele tunadhibiti hiyo bei ya mafuta, ndio gharama ya maisha tuweze kuidhibiti, wananchi wasiumie. Haya yanajiri huku katibu mkuu wa UDA Hassan Omar akiwataka mawaziri Lee Kinyanjui na Opiyo Wandayi kutotetemeshwa na madai ya upinzani wanapohusisha na sakata ya mafuta. We remain confident in the stewardship of Honorable Opiyo Wandayi as Cabinet Secretary for Energy and Petroleum, and Honorable Lee Kinyanjui, Cabinet Secretary for Investment, Trade and Industry, and equally ask them to remain steadfast in the face of misleading, defamatory and sensational assertions by the opposition characters, particularly one wa Munyoro. Aidha, ameonya upinzani kwamba hawataweza kushindana na serikali, kwani serikali inaendeleza siasa za maendeleo kwa wananchi, ilhali upinzani unaendeleza siasa za ukabila na matusi hata kwa kiongozi wa kitaifa. Wakati umefukuzwa kwa sababu ya uzembe, ndio unaanza sasa kutembea huku kuleta matusi. Mimi nataka niwaambie wale hawawezi kushindana na William Ruto na Fireman. Sisi ndio mafundi wa hii biashara. Kindiki amezungumza haya katika ziara ya ufunguzi wa miradi ya maendeleo eneo bunge la Arabai, kaunti ya Kilifi. Fredrick Kwambua, Undugu TV.